wapendwa, napenda kuwashirikisha machache ninyi mkiwa kama walei. Katika kanisa kuna makundi mawili. Kundi la kwanza waliopewa daraja, na kundi la pili wasiokuwa na daraja, ambao ni walei, ambao ni kundi kubwa. Sasa ili kundi la pili lina majukumu katika kanisa. Ya ninyi kama walei, yapo majukumu mlionayo. Sasa niwakumbushie tu hayo majukumu. Moja, washiriki katika utume wa kanisa. Ninyi walei pia mko washiriki katika utume wa kanisa. Walei sio watazamaji tu. Unajua kutazama, mfano kama uwanja wa mpira, kuna wale wanaohangaika kule wanaocheza mpira. Alafu kuna ambao wamekaa huko wakizunguka watazamaji, wanaoangalia wale wakihangaika kule pale uwanjani. Kabla ya mtaguso wa pili wa Vatikano, kulikuwepo na mwelekeo kama huo, kwamba acha mapadri wa klero, si watawa, wapambane na kanisa. Sisi walei tukae pembeni, tuangalie hayo jinsi wanavyopambana kule. Lakini tujue kwamba baada ya mtaguso huo, kwa kweli na walei wanaalikwa kabisa kushiriki kikamilifu katika utume wa kanisa kuendana na hali yao. Kwa hiyo mnapaswa kumshuhudia katika maisha yenu, kumshuhudia Kristo katika maisha yenu ya kila siku, na kuleta zile thamani za Kikristo. Pengine kwa Kiingereza ndio inaleta maana zaidi, Christian values. Sasa tafsiri yake kama kwa Kiswahili thamani za Kikristo, lakini wala kwa Kiingereza ndio Christian values. Hizi thamani za Kikristo kuzileta wapi? Kuzileta pale ambapo unapokuwepo, sehemu yako ya kazi. Hizi thamani za Kikristo, kuna mfano haki, amani, upendo, ukarimu, hizi pamoja na nyingine, kuzileta pale ambapo unajikuta upo kazini, katika familia. Na pia walei wamealikwa sasa kujiingiza kikamilifu katika uinjilishaji. Kwa hiyo ninyi si watazamaji tu mkiangalia mapadri wanahangaika huko, na ninyi kwa nafasi yenu pia basi mnayo majukumu. Kwa hiyo ya kwanza ndio hiyo, kushiriki katika utume wa kanisa. Pili, kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti. Kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti. Adhimisho la misa takatifu, tuchukulie mfano, padri anaenda kanisani, kuna misa hapa, anajikuta yuko mwenyewe tu pale altareni, hakuna waamini. Sio, atajisikiaje huyu? Au kuna muumini mmoja, atajisikiaje huyu padri? Kwa hiyo waamini kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti, kwa mfano adhimisho la misa takatifu. Alafu pia katika mafundisho ya sakramenti, katika maadhimisho ya sakramenti nyingine, kwa mfano ubatizo. Ninyi wa familia mnao watoto, na mnapaswa kuandaa watoto wenu na ninyi kujiandaa kwa ajili ya ubatizo. Na ndio maana tunasikia katika parokia inatangazwa kuna semina au mafundisho kwa ajili ya wazazi ambao watoto wao watabatizwa. Basi ushiriki, inapotokea unashiriki katika maadhimisho hayo. Alafu pia ipo sakramenti kama ya kipaimara,
Na pia kuna majukumu ya kiliturujia ambayo tunakuwa nayo. Kwa mfano, usomaji wa masomo, uimbaji kama wanakuwa wanavyowaona hapo. Sasa fikiria kwamba kuna kwaya, padri anadhimisha misa, ibada afa kuna kwaya inayoimba. Ingekuwa kitu cha ajabu. Alafu kutana walei wapo wamekaa tu, basi wanaalikwa kushiriki katika shughuli za kiturujia kama uimbaji wanavyofanya kwaya hapo. Pia usimamizi wa ibada. Ndio maana katika makanisa kuna nini? Kuna wale wasimamizi kuangalia mambo yanaenda vizuri, watu wamekaa vizuri, labda kama watoto wachezi na kadhalika. Vyote hivyo ninyi ndio mnaosimamia. Kwa hiyo mnaalikwa kushiriki kamilifu katika mambo hayo. Halafu pia kuna sehemu nyingine ambapo kutokana na uhaba wa lauda mapadri, ukute kuna watu wengi wamekuja kwenye ibada na wako wengi wanaokomunika. Basi kuna pale ambapo unakuta mtu kama katekista au si mtawa anaruhusiwa kukomunisha. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo ambavyo walei wanaalikwa kuvishiriki. 3, kujenga na kusaidia jumuiya ya waamini. Jenga na kusaidia jumuiya ya waamini. Kusaidia ufundishaji wa mafundisho ya dini. Wale wamealikwa pia kufanya hivyo. Ndio maana kuna makatekista ambao wanafanya hivyo. Wako na wale wengine ambao wanajitoa kufundisha dini. Sio kazi tu ya padri au shemasi, hapana. Hata ninyi wale kwa kweli mmealikwa kusaidia katika mafundisho ya dini. Na pia kujiingiza katika kazi za upendo wa kiinjili na upendo wa kiinjili, kusaidia watu wenye shida mbalimbali. Na kuna vyama vingine kwa mfano kama vya Mtakatifu Vicenti wa Paulo ambavyo vinajitoa kwa ajili ya kusaidia wenye shida. Basi kila mmoja kama mlei ameitwa pia kushiriki shughuli za namna hii, kuonyesha ule upendo wa kiinjili kwa wengine, kusaidia ambao wana shida, kutembelea wagonjwa, sijui wafungwa na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Mfano, wewe una biashara unayofanya, labda una kiwanda na kadhalika, na kuna wafanyakazi ambao uko, je, hawa wafanyakazi unawatendea haki katika maana kwamba ule mshahara ambao kwa kweli ni haki kuendana na kazi ambayo unayofanya? Wengine majumbani mwenu humo mna wale ni wasaidizi, mnaita house girls, kitu namna hiyo, au house boys sijui. Na wakati mwingine kunakuwa na nani kidogo, kunakuwa na mvutano kati ya mwanaume na mwanamke. Mwanamke anasema tunataka house boy, mwanaume anasema tunataka house girl. Yaani na wakati mwingine kuna mvutano kiasi fulani. Sasa hao wanaowasaidia shughuli majumbani mwenu, mnawatendea haki? Jiulize, mnawatendea haki? Je, huyo ambaye yuko anafanya kazi nyumbani kwako, unamuona labda kama mtoto wako, au unamuona kama mtumwa? Maana sehemu nyingine ni kama mtumwa kabisa, ipo kama mtumwa. Kwa hiyo utakuta mtu anafanya kazi kama punda, na watoto wapo, watoto wa familia wapo, na wanaweza kufanya shughuli nyingine, lakini wanaambia nyie kaeni hapo tu, kunja miguu, angalia cartoons za hapo, si nini na nini, angalia nani hapo. Si kuna mfanyakazi atahangaika na mambo yote haya, alafu inapotokea atakula wala hali pamoja na wengine, atatengia huko mbali huko kama mkoma. Naona sasa. Kwa hiyo ndio nasema tumealikwa kutenda haki. Tusiongelee tu mambo ya haki midomoni humu, lakini jiulize, wewe unatendea haki yule ambaye unayekaa naye, ambaye labda yuko chini yako, unamtendea haki? Kwa hiyo tujitahidi. 4,
kuishi wito wao ulimwenguni. Wale wanaalikwa kuishi wito wao ulimwenguni. Napomaanisha ulimwenguni, ina maana kawaida, yani mapadi hata watawa mara nyingi utakuta wana nyumba. Kwa hiyo mazingira ni kama yale tu, hapo shughuli zake atazifanyia hapa. Lakini naposema ulimwenguni, ninyi ndio mnaishi huko ulimwenguni, sehemu yako ya kazi, unatoka nyumbani unaenda mbali huko unafanya shughuli kwenye daladala huko na kadhalika, unakutana na watu mbalimbali. Sasa je, wewe utakuwa mfano kama kwenye daladala, pembeni mwako kuna mtu ametoa mtu anataka kutoa nauli, kulipa nauli, alafu tuseme mwanaume au mwanamke na pochi huko, baada ametoa hela na nyingine kadondoka chini hapo, lakini hana habari na huko pembeni. Sasa wewe utajikuta unafanyaje? Ndio unaweka mguu pale hivi ili kusudi baadaye utaivuta na kuichukua. Kwa hiyo nasema ulimwenguni kwa sababu ninyi huko katika pilika za maisha, masokoni huko, sokoni na kadhalika, kazini wapi, barabarani huko na kadhalika, ndio maana ulimwenguni huko. Huko hawa mapadi mara nyingi maisha yao ni hapo wanazunguka maeneo ya parokia, lazima asikilize watu, wafanye maadhimisho ya misa na kadhalika, lakini walei wapo huko ulimwenguni. Hiyo umeitwa kutakatifuza ulimwengu huko unako kuwepo, kazini, barabarani, kwenye daladala pia, unatakatifuza ulimwengu hapo unapo kuwepo. Kwa hiyo tumeitwa hivyo. So kwa hiyo jukumu kubwa la walei ni kubadili jamii kutoka ndani, kuibadili jamii kutoka ndani. Kufanya nini? Kubadili sasa ulimwengu. Ndio maana nasema kwamba tujitahidi kuishi maisha ambayo ni ya uadilifu. 5, kushirikiana na walei wameitwa kushirikiana na waklero. Wakati waklero, yani wale wenye daraja, wana jukumu la kuongoza mambo ya kisakramenti na ya kichungaji. Walei wanapaswa kushirikiana nao kwa moja, kuhudumia katika hizi halmashauri ya walei. Kuna katika ngazi zote, kuna katika parokia, kuna jimbo, hata kitaifa. Na tena mwaka huu mpaka mwaka kesho kuna hili swala la uchaguzi wa katika hizi halmashauri za walei. Sasa hao ambao wanakuwa katika halmashauri ya walei, basi wanapotimiza vizuri wajibu wao, wanafanya nini? Wanasaidiana na waklero. Inakuwa ni njia moja hapa kusaidiana na waklero. Kwa hiyo walei umeitwa kushirikiana na waklero katika halmashauri ya walei. Na kipindi cha ambacho ni chaguzi, basi lazima kuwa na viongozi wale ambao tunajua kwamba hawa wanaweza wakashirikiana na mapadri. Wanaweza kushirikiana na mapadri. Sasa kuna sehemu nyingine unaweza kukuta watu wanasema kwamba wanapiga kampeni, tumchague mtu fulani, huyu ni mbabe kidogo, akapambane na paroko. Huyu ndio anaweza kupambana na paroko. Mtu fulani akapambane na paroko. Waliopo katika walei hawapo kwa ajili ya kupambana na paroko. Sio wanaharakati, sio wanaharakati. Sio wanaharakati kwamba tumchague fulani pambane na paroko. Hapana. Kwa sababu kwa mapadri wanahitaji yule ambaye wanaweza kashirikiana naye
Sasa kama unamletea mpambanaji, hawezi kushirikiana na mpambanaji, haiwezekani. Kwa hiyo hasara ni ninyi mle mchagua mpambanaji, hasara itakuwa kwenu. Kwa hiyo mnachagua yule ambaye kwamba huyu anaweza kashirikiana vizuri na paroko, na kama unashirikiana vizuri, parokia yetu itasonga mbele. Itasonga mbele. Kwa hiyo tujitahidi katika hiyo, tunasema kwamba kushirikiana na waklero, na hasa hii halmashauri. Na tunasema ni halmashauri. Halmashauri kazi yake ni nini? Kushauri. Hii lazima tuelewe, kushauri. Kushauri. Halmashauri ni kushauri. Waliopo, si kuna kamati tendaji, si kuna nini, kazi yao kushauri. Kwa hiyo makundi haya mawili, maklero na hao, kazi moja. Tunashauri tufanye hivi na hivi na hivi na hivi, jambo jema. Basi na paroko anaona hili ni jambo jema, linafanyika, tufanye. Mwenye maamuzi ya mwisho ni paroko. Kwa hiyo paroko anaangalia ushauri uliopewa unajenga ama haujengi. Unajenga, anaufanyia kazi. Anafanyia kazi. Ushauri huu haufai, na haufanyiwi kazi. Na wala wale waweze sema kwamba amepuuza ushauri wetu. Sidhani kama kuna paroko ambaye anapuuza ushauri ambao ni mzuri. Hakuna paroko ambaye anapuuza ushauri ambao ni mzuri. Na kama yupo, atakuwa ni wajabu sana, kwamba amepewa ushauri mzuri na kamati tendaji na walei, basi afanyie kazi huo ushauri. Kwa hiyo naomba tuelewe hicho kwamba kuna nini, kuna halmashauri kazi yao ni kutoa ushauri, na ushauri unapokelewa ama unakataliwa. Lakini vyote hivyo vinaangaliwa pande zote mbili. Hii kitu kifanya na inakuwa vizuri kwa kweli, pande zote mbili zikimoja, mapadi au paroko pamoja na walei, hii kamati tendaji wakiwa kitu kimoja, parokia inakwenda vizuri kabisa kabisa. Lakini kamati tendaji nasema hivi, naelekea huku, paroko anaelekea kule, parokia itapiga mark time tena na kurudi nyuma, haitakwenda mbele. Kwa hiyo walei mnaalikwa kama nilivyosema, kushirikiana na waklero, na njia moja hapo ndio hiyo sasa, kufanya kama kuna hizi halmashauri zenu, mshirikiane pamoja na hawa maklero. Halafu 6, kujibidisha kukua kiroho. Kukua kiroho, kujibidisha, kila mtu anaalikwa kujibidisha kukua kiroho. Walei wameitwa kukua kiroho. Si kazi kwamba tuseme kukua kiroho ni kazi ya masista, mapadri, na sisi walei tuende. Mmeitwa kukua kiroho kwa njia ya sala, 2, kusoma maandiko matakatifu, 3, kupokea sakramenti, 4, kuishi maisha ya fadhila na upendo. Mmeitwa katika hayo: kusali, kusoma maandiko matakatifu, kusali asubuhi, mchana, jioni, usiku. Basi usiwe mtu ambaye hasali, unaamka tu kama kuku wa kienyeji. Napoenda kwenye kipaimara huko nawaambiaga watoto, usiamke kama kuku wa kienyeji. Unajua kuku wa kienyeji huwa anafungiwa kwenye banda. Anafungiwa kwenye banda, alafu yule mwenye hilo banda asubuhi anaenda anafungua ule mlango, kuku wanatoa speed kwenye ile banda, wanakimbilia huko kwenda kujitafutia chakula. Sasa usiamke kama kuku wa kienyeji. Kusoma maandiko matakatifu, kuna Biblia, usoma Biblia. Biblia itakusaidia kufanya nini? Kujua kile ambacho Mungu anatutaka kufanya. Kupokea sakramenti, hizi sakramenti. Sakramenti ambazo tunazipokea kwa mara kitubio, na Ekaristi. Usikae mwaka bila kuungama. Ukaa mwaka bila kuungama. Na kuna wengine wakuta hata 5, hata 20. Haji kama huyo ameamua kujikatia tamaa kabisa. Ameamua kujikatia tamaa kabisa. Kuwa na utaratibu, kuungama mara kwa mara. Wala katika mwaka
kuna mara mbili ambapo huwa kanisa linatoa nafasi za kuungama. Wakati wa kipindi cha kabla ya Christmas, majilio, watu wanakaribisha, jamani mje kuungama. Haya. Pia wakati wa Kwaresma, kabla Pasaka, jamani kuna kuungama. Basi tukaungame. Kwa hiyo kupokea sakramenti mara kwa mara na kuishi maisha ya fadhila. Basi hayo ndio ambayo Mwenyezi Mungu amependa kuwafundisha leo katika huu mlima wa Bwana. Maana anasema twendeni katika mlima wa Bwana, nyumbani kwa Mungu Yakobo, atatufundisha nasi tutatembea katika mapito yake. Basi tutembee katika mapito yake. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.